Lakini kama moyo wako hujapondeka, mwambie tutakufanya upondeke. Yaani moyo wako tutakufanya uwe mlaini. Na ndio maana kwa nini leo watu mambo ya Mungu wameyadharau? Yaani mtu leo anaambiwa habari za Mungu, mwingine mara ananuna, mwingine mara anazila, mwingine mara anakasirika, mwingine mara anamwambia siji na kanisani kwenu, siji na siji. Ina maana tayari hana moyo wa kupondeka. Yesu aliwafundisha watu usiku na mchana. Mioyo yao ilikuwa imepondeka na maombi ya kwao yalikuwa yamenyooka. Sema amen. Acha leo maombi ya kwamba na kukamilika shetani na kufunga minyororo ya mbinguni na kufunga kuzimu. Na kesho anafanya hayo maombi, na kesho kutwa anafanya hayo maombi, na wiki ijayo anafanya hayo maombi. Lakini wale walikuwa na moyo uliopondeka. Sema amen. Na ndio maana Yesu akasema wapeni chakula, maana ni siku ya tatu hawajala chochote. Mwambie jirani yako, halo mwenye moyo uliopondeka. Na ndio maana sisi mioyo yetu imemkubali Bwana. Bwana mmoja anaimba anasema, maisha yangu yote nampa Bwana. Ina maana maisha yangu yote nampa Bwana. Maisha yangu yote nampa Yesu. Maisha yangu yote nampa yeye ambaye aliyekufa kwa ajili yangu. Sio maisha yangu nimpe Bwana na Bwana nimpangie katika upande wake. Na ndio maana leo watu wamempangia Bwana kwenye mambo yake. Sema amen. Unashangaa ibada ni ya nusu saa, ibada ni ya masaa mawili, ibada ni ya lisali moja. Tena wengine wakayaweka makundi, wakayaweka kama ni misa ya kwanza, misa ya pili, misa ya tatu. Wengine wakaweka ibada ya kwanza na ibada ya pili na ibada ya tatu. Sisi hatuna ibada ya kwanza na ibada ya kwanza na ya pili na ya tatu. Sisi tuna ibada ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Sema amen. Kwa hiyo ibada tunamwabudu Mungu mpaka tutakapotosheka. Sema amen. Sisi hatuangalii muda wala hatuangalii masaa. Na ndio maana sehemu yoyote ukiingia watu wanafanya ibada wameweka masaa, kwamba mchungaji kawekewa saa na washirika mmewekewa saa huku mbele, mnakuwa mnaangalia. Mtu wengine wanakuwa wanaangalia saa kwa sababu ana madili yake. Saa 4 kamili anatakiwa awe kwenye mipango yake. Mungu akubariki sana. Hiyo ni mipango ya kibinadamu. Naomba nikusomee katika Wagalatia sura. Mwambie jirani yako, moyo uliopondeka. Wagalatia sura ya 4, naomba nikusomee. Wagalatia